miaka mume haji, miaka kazi haiji, miaka ndoa inasumbua, miaka biashara inasumbua, miaka unapita ndoto za ajabu, miaka unaomba na kuomba, miaka unafanya hiki kinakufa, unafanya kingine kinakufa, miaka unaingia kwenye madeni, miaka baada ya miaka baada ya miaka baada ya miaka. Sara akafika mwisho. Huoni kwamba ni ajabu? Mama mwenye nyumba kumwambia mume wake amwingilie kijakazi. Mama alifika mwisho. Mama aliona sipati mtoto, ule ulikuwa ni uongo. Nafika mahali hata maombi yangu yanakuwa ni masorosoro tu, kwa sababu nimeambiwa mambo mengi na bado sijayaona. Bado hujayaona. Kuomba mbele za Mungu, unaona kwa nini naomba? Huyu Mungu asikiagi maombi, sauti zinakuwa ni nyingi, hata inafika wakati unaona baba wa kiroho ni kama ndugu yangu wa kuzaliwa tu, ni kama mtu mwingine tu. Sahi zamani alikuwa akinipa hizo ahadi, ni Mungu alikuwa anaongea na mimi, lakini sahizi namuona si Mungu tena anaongea na mimi aliye ndani yake, kwa sababu nimefika mwisho. Watu wamefika mwisho kwenye Bible. Mungu anatuambia siku ya leo, mwanadamu kwa madhaifu yake lazima atafika mwisho, lakini amewaamsha wale watu, amewatukuza wale watu, amewatangaza wale watu, amewaongeza wale watu, ili kutufundisha sisi ya kwamba hakuna mwisho. Always kuna safari zinaendelea, always kuna ushindi unakuja, always kuna kupona ndani yake, always kuna kuinuliwa ndani yake, always kuna kubadilishwa ndani yake, always kuna mafanikio ndani yake. Yeye ni Mungu wa majira na